Mnamo Mei 1945, vita vya pili vya dunia vinaelekea mwisho. Kundi la wanajeshi wa Kimarekani linawaongoza raia barabarani. Ghafla wanaona gari la Wanazi likipita katikati ya umati. Wanajeshi wanajiandaa kulifyatua risasi, lakini dereva anaonyesha kitambaa cheupe kuashiria kwamba wanajisalimisha. Hermann Göring, mtu wa pili kwa madaraka baada ya Hitler, anatoka kwenye gari na kuwaomba wanajeshi wampelekee mizigo yake Washington. Huko Washington DC, jaji wa mahakama kuu Jackson anaarifiwa kuwa Herman amekamatwa akiwa hai nchini Austria. Mpango wa awali ulikuwa kumuua bila kesi, lakini Jackson hakuwahi kukubaliana na wazo la kuadhibu watu bila kuwahukumu. Anataka washitaki Wanazi wote waliosalia kwa makosa ya kivita. Anazungumza na katibu wake ambaye anamkumbusha kuwa hilo haliwezekani kwa sababu sheria za kimataifa haziruhusu nchi moja kuwahukumu raia wa nchi nyingine nje ya mipaka yao. Kujaribu kuwahukumu nchini Ujerumani pia ni tatizo la kisheria. Hata hivyo, Jackson anasisitiza kuwa wanachohitaji ni mpangilio mzuri, kuanzia na kupata jaji kutoka kila moja ya nchi za washirika ili kuunda mahakama maalum. Wakati huo huo, katika treni nchini Luxembourg, daktari wa akili wa jeshi la Marekani, Douglas, anamfanyia Layla mchezo wa uchawi anapomwelekea kituoni. Wanapofika katika kituo, Sergeant Howie anamchukua Douglas na kumwambia kuwa atakuwa mkalimani wake. Wanampeleka kwenye hoteli ya Grand Mondorf, ambayo kwa sasa ni gereza la siri linalowashikilia viongozi waliobaki wa Nazi. Mataifa ya washirika bado yanajadili kama wanaume hao watashtakiwa au la. Douglas ameletwa kufuatilia afya ya akili ya wafungwa hao, hasa kuzuia kujiua, kwa kuwa watatu tayari wamefariki kwa kutumia vidonge walivyokuwa wamevificha. Douglas anapewa jukumu la kumchunguza Herman kwanza. Herman alikamatwa akiwa na dawa nyingi, akidai ni za moyo wake, lakini anatumia vidonge 40 kwa siku, ishara ya uraibu. Douglas anamkagua Herman, ambaye anasoma kwa utulivu chumbani. Herman anasema maumivu yake yanatokana na jeraha la vita ya kwanza ya dunia, lakini Douglas anamwambia njia bora ya kuokoa moyo wake ni kupunguza uzito. Herman hakupendezwa na kuitwa mnene. Baada ya kuondoka, Douglas anamwambia Howie kuwa Herman anaelewa Kiingereza kwa sababu aliudhika kabla hata Howie hajatafsiri neno fat. Douglas anakutana na wafungwa wengine. Dr. Ley, aliyekuwa mkiongozi wa ajira ya utumwa wa Nazi, anadai yeye si mwenye tamaa ya madaraka kama wengine. Admiral mkuu analalamika kuwa amezuiliwa kwa siku 76 bila mashtaka, kinyume na mkataba wa Geneva. Julius, aliyekuwa mkurugenzi wa propaganda wa Hitler, anataka kujua kama Douglas ni Mwayahudi. Douglas anaposema hapana, Julius anamwambia amechagua kazi ya Kiyahudi. Wakati huo, Herman anaanza kufuata ratiba ya mazoezi na kula chakula cha kupunguza uzito na anaacha kuomba dawa. Usiku, Douglas anaandika kumbukumbu kuhusu kile alichojifunza na anatambua kuwa Herman ndiye anayewaunganisha wafungwa wengine. Anapata wazo kwenda maktaba kuchukua vitabu kuhusu viongozi wa Nazi ili awajue vizuri zaidi na kupata uaminifu wao. Anadhani akielewa tabia zao, anaweza kujua ni nini kinachomfanya mtu afanye ukatili na pengine kutumia maarifa hayo kuzuia maafa mengine siku zijazo. Wanaporejea hotelini, wanamkuta Herman anashindwa kupumua. Douglas anagundua mara moja kuwa ni shambulio la moyo. Anapanga haraka mazoezi ya kupumua na kumtuliza Herman. Herman anavuta picha ya mke wake kwa uchungu, lakini Douglas anamkabidhi. Aspirin ikiletwa, Herman anaogopa kuimeza mpaka Douglas alipoionja kwanza. Baada ya muda, Herman anakona na anamshukuru Douglas kwa Kiingereza kwa mara ya kwanza. Katika ofisi ya Jackson, anaarifiwa kuwa mataifa yote ya washirika wanataka kesi ifanyike haraka ili Wanazi wanyongwe. Hata hivyo, baadhi ya wakubwa hawadhani kesi itafanyika kabisa. Jackson anaendelea kutafuta msaada na anatembelea Vatican na mwanasheria Ammons. Papa anakataa kuunga mkono kesi, akisema mkataba wake wa kidini na Hitler ulikuwa wa kuwalinda Wakatoliki wa Ujerumani. Jackson anamwambia kuwa watu watamkumbuka kwa kuhalalisha utawala wa Nazi. Maneno haya hatimaye yanamkopa Papa na kanisa la Katoliki linaamua kuunga mkono kesi. Baadaye wafungwa wanasafirisha kwa ndege kuelekea Nuremberg kwa ajili ya kesi. Herman anamwomba Douglas atafsiri matukio ya jaribio la Rorschach. Anabaini Herman ni mwenye akili, mwenye kujikwiza na anayetaka kutawala dunia, sifa ambazo Herman anakubali kuwa ni za wazi. Kisha anaomba mchezo wa uchawi. Douglas anafanya sahani ipotee. Herman anamwambia kuwa na siku na yeye atafanya uchawi kwa kutoroka kunyongwa. Wanapopaa juu ya majengo ya serikali yaliyobomoka, wafungwa wanavurujika. Jumba la mahakama nalo limeharibiwa, kwa hiyo Jackson anaamua kurekebisha ukumbi mkubwa utakaobeba watu 600.
Wanawasiliana pia na msaidizi wa mashtaka wa Uingereza, Pfeiffer, ambaye anawaambia kuwa lolote lisilo ushindi wa moja kwa moja litahesabiwa kushindwa, ikiweka shinikizo kubwa. Wafungwa wanafikishwa gerezani Nuremberg. Hatua kali zimechukuliwa: magoto ya maji, meza za katoni, mitanda vilivyofungwa na mikono juu ya blanketi usiku. Leah analia akiona chumba kichafu na kidogo, lakini Hermann anasifia kazi bora ya Ujerumani. Hermann anamwambia Douglas kuwa hana aliyemshinda na kwamba alijisalimisha kwa hilali, kwa hiyo yuko hapa kwa sababu anataka kuwa hapa. Douglas hajui kwa nini Hermann anaonekana jiamini kila siku. Ili kumvuta karibu zaidi, anatafuta njia ya kumdhoofisha adui yake mkubwa, Rudolf Hess, naibu wa Hitler. Hess mara nyingi anadai kupoteza mingumukumbu, lakini wengi wanaamini anaiga. Douglas anamwomba Hermann kumsaidia kumshusha hadhi ya Hess, na Hermann anakubali, lakini kwa masharti: Douglas peleke barua kwa mkewe na binti yake waliopotea. Douglas na Howie wanawapata mke wa Hermann, Amy, na binti yake Eda, ambao anashukuru sana kwa barua kiasi kwamba Eda anamkumbatia Douglas. Anaahidi kumfikisha Hermann barua yake. Wanaporejea gerezani, waandishi wa habari wamejaa kila mahali. Wakati wa kuwafungulia mashtaka umefika. Hermann anasomewa mashtaka: makosa ya kivita, makosa ya binadamu, uhalifu wa kivita na unyang'anyi. Julius anasema anataka mwakili Myahudi. Leah anaanza kupiga kelele akisema hajamua mtu. Anapigwa kutani na kujitambua akibembeleza auawe. Douglas anaenda baa ili kuepuka mawazo na anakutana tena na Laila, ambaye ni mwandishi wa habari anayoripoti kesi. Anamwambia Douglas kuwa mji utageuka maonyesho makubwa. Douglas anamkabidhi Hermann barua ya mke wake, naye Hermann anaonekana gusiwa. Siku zinazofuata vyombo vya habari vinatangaza jinsi mahakama inavyojengwa upya kwa ajili ya kesi, ikiwa na handuku la siri la kupeleka wafungwa na taa ndali zinazohitaji watu kupewa miwani maalum. Timu ya Jackson inaona tatizo kubwa. Wajerumani watadai uvamizi wa Denmark na Norway ulikuwa kuzuia shambulizi ya Uingereza. Watabidi wathibitishe hili, lakini hakuna nyaraka zinazotolewa bado. Hii inawafanya kutambua kuwa lazima wajue kila Wajerumani wanacho ili kukabiliana nacho wakati wa kesi.